Bwana asifiwe. Nadhani kwamba wakati mliona tarehe 16 kilichotokea, mnajua kwamba uwepo wa Mungu wa mami na mami mwenyewe tunaendelea naye. Bwana asifiwe sana. Mjue kwamba kila mmoja wetu hapa atabarikiwa. Mapambano yangu na Mungu, nitasimama imara. Akayaje mapingamizi, nitasimama imara. Nitapita tusomee Biblia. Tena shukrani kwa Mungu mama yule ametulinda wiki mzima, kwa neema zake tumefika siku ya chukua juma. Maadui wa Yerusalemu wapate kushindwa. Maadui wa Yerusalemu wapate kushindwa. Bali tunasoma kitabu cha Zaburi mlango wa 113 mstari wa kwanza hadi wa 4. Kwa maana nitasoma. Haleluya, enyi watumishi wa Bwana, sifuni. Sifuni jina la Bwana. Jina la Bwana lihimidiwe tangu leo hata milele, tokea mawio ya jua hata machweo yake. Jina la Bwana usifiwa. Bwana ni mkuu juu ya mataifa yote.
na utukufu wake ni juu ya mbingu. Na Bwana abariki maandiko. Tukaramie maisha yetu na uhai yetu. Tukaramie furaha yetu na tukutukufu. Bwana asifiwe tena. Nashukuru Mungu wa wami kwa kutulinda. Jumapili nyingine imefika. Tunamaliza mwezi wa 11. Nashukuru kwa hayo. Tunaingia mwezi wa Disemba. Tunashukuru pia, tunaomba mwezi iwe salama, kisirani ishindwe. Mapepo katika mwezi wa Disemba riswa. Asante, msikie watoto shukrani zao. Bwana siwe mama. Bwana siwe mtoto wa mama kutoka Lenzo. Alikuwa na wimbo Nisnaida. Nisnaida. Toko. Bwana siwe tena. Mimi naitwa Stanisi kutoka Natawa Kakamega. Bwana siwe tena. Bwana siwe tena. Mimi mtoto wa Mami Kisi kutoka South Mukirango. Mami amenisomesha bado naendelea masomo. Bwana siwe tena. Asiwe tena. Mimi mtoto wa Mami Lulia kutoka Kaimusi bado naendelea masomo. Bwana asifiwe tena. Nashukuru Mungu wa mimi ametulinda na mimi mzaliwa kutoka Siaya. Asante Mungu. Bwana asifiwe tena. Bwana asifiwe tena. Mtoto wa mimi kutoka Langa na basi.
Bwana asifiwe watoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Mimi ni mtoto wa mami Kisi kutoka South Mokirango na bado naendelea na masomo. Bwana asifiwe watoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Mimi mtoto wa mami Kikuyu kutoka Maranga na Mbeya. Bwana asifiwe watoto wa mami. Mimi mtoto wa mami Mluya kutoka Viga bado naendelea masomo. Bwana asifiwe watoto wa mami. Asifiwe tena. Mimi ni mtoto wa mami kutoka Marsabit na bado naendelea na masomo. Na niko na wimbo. Yesu linda roho yangu, Yesu linda roho yangu. Shetani akisema kuje, apate Yesu amekaa. Yesu linda roho yangu. Bwana asifiwe watoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Ni mtoto wa mami Mluya na nashukuru Mungu kwa uhai ametupa siku ya leo. Shukrani. Bwana asifiwe watoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Mimi ni mtoto wa mami Kisi kutoka South Mokirango na bado naendelea na masomo. Bwana asifiwe watoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Mimi mtoto wa mami Maragoli kutoka Kitale na bado naendelea na masomo. Bwana asifiwe watoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Mimi ni mtoto wa mami Mluya kutoka Kaimoshi na bado naendelea na masomo. Bwana asifiwe watoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Mimi ni mtoto wa mami Uganda kutoka Kampala na niko na memories. John 14 verse 18 it says, Jesus says, I will not leave you orphans, I will come to you. That's it. Bwana asifiwe watoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Mimi mtoto wa mami Mluya kutoka Kakamega na bado naendelea na masomo. Bwana asifiwe watoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Mtoto wa mami Mluya kutoka Bwana asifiwe tena. Mimi mtoto wa mami Mluya kutoka Idaho. Bwana asifiwe watoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Mimi ni Kikuyu kutoka Nyeri na bado naendelea shule. Bwana asifiwe watoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Mimi ni Mluya kutoka kwa Mbeka na bado naendelea na masomo. Bwana asifiwe watoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Mimi ni Mluya kutoka Kakamega na Koromane na bado naendelea na masomo. Bwana asifiwe watoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Mimi ni mtoto wa mami kutoka Kakamega upande wa Kilingili na niko na wimbo. Hakuna mwingine kama mama wako wangu ali. Hakuna mwingine kama mama wako wangu. Hakuna
Bwana asifiwe tena. Mtoto wa Mungu kutoka Fedha Ugerango na baada ya na masomo. Bwana asifiwe tena. Bwana asifiwe tena. Kutoka Fedha na masomo. Bwana asifiwe tena. Ni mtoto wa Mungu kutoka kazi naendelea na masomo. Niko na memo Matthew chapter 7 verse 7. It says, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you.
asifiwe tena. Mimi mtoto wa Maktaujo kutoka Kabatana Mjana Msomo. Na niko na wimbo. Najua atatenda. Najua atatenda. Mimi mtoto wa mami Maragoli kutoka Kabatana bado naendelea na masomo. Niko na wimbo. Dunia yote yaweza kuniacha. Dunia yote yaweza kuniacha.
Baba, Baba, Philippians chapter 4 verse 4, it says, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Bwana asifiwe watoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Mimi ni mtoto wa mami mjaliwa, natoka Kisumu na bado naendelea na masomo. Na niko na wimbo. Ninajua atatenda. Ninajua atatenda. Mjalo kutoka Kisumu na bado ninaelewa masomo. Shetani akipika simu mwambie block namba. Yesu namba yake. Shetani akipika simu ni wengi. Yerusalemu ni kubwa, kumbe Mungu aambia anafanya kazi. Hii tutasema itafika huko siku moja lazima itafika. Wale wanasema Yerusalemu haiko, ndio hii ndio Yerusalemu sasa. Mnasikia watu India hata kama wanaenda wrong side na mwingine anaimba akiwa amesimama hivi. Bwana sweat. Kuna wimbo. Ringa ringa kama tausi ringa.
ametulinda, tuko hai. Mimi mtoto wa mami mkuu kutoka Nyeri, amemsomesha kwa degree 2 diploma 2. Asante mami. Bwana asifiwe mami. Bwana asifiwe tena. Mimi mtoto wa mami Mkisi kutoka South Africa na baadaye nilala masomo. Asante. Bwana asifiwe mami. Bwana asifiwe tena. Mimi mtoto wa mami Mnyara kutoka Mgozi, bado naendelea na masomo. Asante. Bwana asifiwe mami. Bwana asifiwe tena. Mimi mtoto wa mami Maragoli kutoka Mautuma, bado naendelea na masomo na niko na kitabu Zaburi 141 mstari wa 9 hadi 10. Inasema hivi: unilinde na mtego walionitegea, na matanzi hao watendao maovu, wabaya na waingie katika nyavu zao wenyewe, pindi mimi ninapopita salama. Mbarikiwe. Bwana asifiwe mami. Asifiwe tena. Mimi mtoto wa mami Maragoli kutoka Naitiri. Mami amenisomesha diploma 2 degree 2. Asante. Bwana asifiwe mtoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Mimi mtoto wa mami Mjaluo kutoka Migori. Bwana asifiwe mtoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Mimi mtoto wa mami Maragoli kutoka Kitale. Mami amenisomesha niko na diploma 1. Bwana asifiwe mtoto wa mami. Mimi mtoto wa mami Mjaluo kutoka Migori niko na diploma 1. Mimi mtoto wa mami Mjaluo kutoka Migori niko na degree 1 diploma 1. Bwana mami. Tuime. Jambo lile lile kuomba. Jambo lile lile kuomba. Bwana asifiwe tena. Mimi mtoto wa mami Mkisi kutoka Nyamira na bado naendelea na masomo. Bwana asifiwe mami. Bwana asifiwe tena. Mimi mtoto wa mami Mkisi kutoka Mwanga na bado naendelea na masomo. Asante mama. Bwana asifiwe mami. Bwana asifiwe tena. Mimi mtoto wa mami Mkisi kutoka Nyeri na bado naendelea na masomo. Asante mama. Bwana asifiwe mami. Bwana asifiwe tena. Mimi mtoto wa mami Mlao kutoka Kindube na bado naendelea na masomo. Asante mama. Asifiwe tena. Mimi mtoto wa mami Mweso kutoka Kakamega na bado naendelea na masomo. Asante. Bwana asifiwe mtoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Mimi mtoto wa mami Mnyara kutoka Mkozi na bado naendelea na masomo. Asante mami. Niko na mbele ya verse. Psalms 139 verse 14 it says, I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. Bwana asifiwe watoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Mimi ni mtoto wa mami Mwidako kutoka Mautuma na bado naendelea na masomo. Asante mama. Bwana asifiwe watoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Mimi mtoto wa mami Maragoli kutoka Mautuma na bado naendelea na masomo. Niko na mami wa verse. John chapter 1 verse 4. John chapter 4 verse 19 it says, we love him because he first loved us. Bwana asifiwe mtoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Mimi mtoto wa mami Maragoli kutoka Kaimos na bado naendelea na masomo. Asante. Bwana asifiwe mtoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Mimi mtoto wa mami Mkisi kutoka Mogirango na niko na wimbo. Kule mami alinitoa. Kule mami alinitoa.
asifiwe tena. Mtoto wa mami kutoka Kisa Branch, niko na wimbo. Yesu mwana wa Mungu alipofika Galilaya, aliwaambia wanafunzi wake, mimi naenda kwa Baba yangu, tena nitarudi kuwachukua. Mami mtumishi wake alinena na kusema, tujiweke tayari kama vune yake Bwana. Hali ya roho yako tuje tayari. Inasema, niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makuu usiyojua. Mami, Bwana asifiwe tena. Mimi mtoto wa mami kutoka Mombasa na bado naendelea na masomo. Asante mami. Bwana asifiwe tena. Mimi mtoto wa mami Midaho kutoka Matuma na bado naendelea na masomo. Asante mami. Bwana asifiwe mami. Bwana asifiwe tena. Mimi mtoto Mshika kutoka Shinari na bado naendelea na somo. Asante mami. Bwana asifiwe mami. Bwana asifiwe tena. Mimi mtoto wa mami Mkiko kutoka Nyandisi na hivyo naendelea na masomo yangu na niko na imba. Akuniita nitaitika, akuniita nitaitika, akuniita nitaitika, atafanya kazi ya Bwana. Na niko na wimbo. Ninajua atatenda, ninajua atatenda, hata kama itachukua muda. Ninajua Yesu atatenda. Nasifu tena mtoto wangu kutoka Kisa na bado naendelea masomo.
Bwana asifiwe tena. Mimi ni mtoto wa mami mganda kutoka Kampala na bado naendelea na masomo. Bwana asifiwe mami. Bwana asifiwe tena. Mimi ni mtoto wa mami mganda kutoka Kimana na bado naendelea na masomo. Mimi mtoto wa mami mganda kutoka Kampala na bado naendelea na masomo na niko na wimbo. Mwokozi Yesu amezaliwa, Mwokozi Yesu amezaliwa. Asifiwe tena. Mimi ni mtoto wa mami kutoka Viga na bado naendelea na masomo. Bwana asifiwe mami. Bwana asifiwe tena. Mimi ni mtoto wa mami Msamia kutoka Busia na bado naendelea na masomo. Bwana asifiwe mami. Bwana asifiwe tena. Mimi ni mtoto wa mami Mjanga kutoka Kisumu na bado naendelea na masomo. Bwana asifiwe watoto wa mami. Asifiwe tena. Mimi ni Mlia kutoka Bunyore. Niko na memory verse. Psalm chapter 1 verse 125. It says, those who trust in the Lord, they are like Mount Zion, which cannot be moved, but abides forever. Thank you. Ni wewe Yesu nimebaki nawe.
ishindwe. Kifo kwa watoto wa mami ishindwe. Kifo kwa watoto wetu ishindwe. Mungu wa mami aendelee kutubariki, aendelee kutuongoza mpaka dakika ya mwisho. Moses alikuwa ameniambia nisikemea mtu, lakini kwa sababu hii Disemba, unajua mimi sifichangi mtu, mimi nasemanga ukweli. Watoto wa mami, mami alikuwa mama wa kila mtu. Mami hata ungekuwa na shida angetatua. Alikuwa hapo kwa kila mmoja wetu. Lakini sisi wote tuko hapa, tunaendelea kushika msalaba, tusiangushe angano yake, tusiangushe hii bendera yake, wache endelee kupa. Kwa machache tu watoto wa mami, mimi nashukuru. Tunaendelea kushirikiana na tunasema ni asante. Kwa wale wanapomoa kanisa washindwe. Kwa wale wanataka kurudi nyuma washindwe. Hii kanisa watoto wa mami itakuwa kubwa. Kwa hii siku inaendelea kufika, inaendelea kuwa kubwa. Kila kitu ambayo tunafanya watoto wa mami, tusiache Mungu wa mami nyumba. Junior ametufikisha hadi hapa, yeye ametufunza mpaka tumefika hapa. Yeye anaendelea kutuongoza na tunajua penye tunafika tutafika sisi wote. Na mimi naombeanga kila siku, Ede kwa mchana usiku lazima niweke kwa maombi watoto wa mami. Ni haya tu watoto wa mami. Mungu awabariki, mkuwe na amani. Mungu wa mami walinde, wenye wana kazi wapate, wenye hawana kazi wapate watoto wa mami, na pia wenye wako na shida Mungu wa mami atatue. Nasema ni asante, na Mungu wa mami wabariki na wapatie uzima. Asante sana watoto wa mami. Asante sana. Asante sana ndugu yetu David. Mungu wa mami akulinde, akuongoze na akupe nguvu na maadui wa shi. Cha kutumaini sina, cha kutumaini sina. Mpatie sauti mwambie tu asante Mungu wa mami. Tumetembea kwa uwepo wa ndio manake niliwaambia ile siku tukakimbia kisirani. Kuna wenye wametoa shukrani hapa, maajali zilikuwa, kuna wengine bwana yake alikuwa mgonjwa, lakini maombi ya Mungu wa mami, neema ya Mungu wa mami iko hapa imefanya kazi. Na bado tuzidi kufanya kazi. Sasa leo mami tutakuwa tukihubiri kitabu cha Marko sura ya 16, na kabla hajaanza kuhubiri leo injili ya leo tuamini kichwa chake ni kuwa
aminiaye Mungu wa mami atapata majibu yake. Utapata majibu yako ukiamini maombi ya nani? Ya Mungu wa mami. Wewe amini tuko hii maombi. Na ishara zote zenye tutaziona hapa Yerusalemu. Amini bado utafanikiwa. Sasa kama uko hapa Yerusalemu na unaamini maombi ya Mungu wa mami, jua mtoto wa mami, kuna baraka zako mbele yako. Kuna baraka zako mbele yako. Kuna ushindi mbele yako. Unajua ni kwa nini nimepatia mtoto kijana? Baraka ya mami ilikuwa inapewa mtoto kijana wa kwanza. Hata ungeingia pale kwa gate, angechukua hiyo shati au t-shirt, patie kijana wa kwanza. Ni kweli au si kweli? Angechukua kitu angetupa kwa wanaume hiyo ndio injili ya mami. Inafaa ukijua baraka ya kudumu ni mtoto wa kwanza. Kama ukijua wale wanaume 5,000 wenye walikula samaki na mkate, walikuwa wote ni wanaume. Jina la Yesu lipewe sifa. Jina la Yesu lipewe sifa. Ndio maana mami akatangulia vijana. Baraka ya kudumu. Hata pia wewe mtoto wa mami upokee baraka ya kudumu ukipitia kwa hii madhabahu ya Mungu. Aminiaye maombi ya Yerusalemu anafanya nini? Anaenda kupokea baraka yake. Anaenda kupona. Sasa ndio maana umeona nimechukua kasuku hiyo gorogoro nikapea mtoto kijana akaiwekelea pale juu. Vile mami alikuwa anafanya, tuende kwa hiyo mtindo. Tusiende njia zingine. Wanawake wasikaribia wanaume. Wanaume wasikaribia nini? Wanawake. Kuchocheana hapa? Hapana. Wivu hapa? Hapana. Sio ndio injili ya mami? Au mnataka tutembeleane sasa? Sasa tutembee kwa nyayo za Mungu wa nani? Wa Mungu wa mami. Fungua kitabu cha Marko sura ya 16 kuanzia mstari wa 16 hadi 20. Bwana asifiwe watoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Kwa imani tutasoma, aminiye na kubatizwa ataokoka. Bwana Yesu asifiwe watoto wa mami. Biblia inasema aminiye na kubatizwa atafanya nini? Ataokoka. Wewe ulikuja Yerusalemu ukiwa ni mwenye mtenda dhambi kabisa. Tuombe tushike injili ya Yerusalemu. Aminiye atafanya nini? Ataokoka. Ulikuja Yerusalemu mtoto wa mika bado hujaokoka. Ulikuja kama unatenda matendo mabaya. Lakini wakati ulikuja Yerusalemu kwa maombi ya mami akakubatiza ndani, mtoto wa mami shida zako ziliweza kuondoka. Magonjwa yaliweza kuondoka. Kisirani iliweza kuondoka. Hivyo ndio maana tumebatizwa kwa maombi ya Mungu wa mami. Ambia mwenzako nimebatizwa kwa maombi ya Mungu wa mami. Mwambie sitageuka na sibanduki. Mwambie sibanduki. Hiyo ndio maombi ya Mungu wa mami. Manake sisi tunaamini kupitia hayo maombi. Ukiona mtu anakupea story, jua huyo mtu anataka upotee. Sasa hizi ni kuangalia injili vile tunaenda mbele. Umesikia kuhusu magereza. Mtoto wa mimi ameuliza ni kitabu gani? Kitabu cha kuhubiri about magereza ilikuwa Zaburi 142 mstari wa 7. Tukakuja tukasoma Isaia 42 mstari wa 6 hadi wa 7. Kwenda kuendelea. Hiyo ndio kuhubiri about magereza. Lakini kama utakuja kanisa au shiki neno, ni shauri yako. Sisi tunamaliza yetu. Manake injili tumeachiwa sasa. Na lazima kanisa iendelee. Lazima Yerusalemu iendelee. Upendo usipende taendelee. Aaminiye na kubatizwa ataokoka. Asiyeamini hatahukumiwa. Asiyeamini hatahukumiwa. Kuna wenye walikuja hapa hawana imani ya kutosha. Mami hata alikuwa anahubiri hapa. Unapata watu mamia kwa maelfu. Mami akitamka neno lilikuwa linafanyika. Lakini jiulize leo hii wewe, wakati mami alikuambia kitu, mbona haijakufanyikia? Mbona imani yako ilikuwa chini? Amini maombi ya Mungu wa mami. Kama Mungu wa mami anatoa mtu ICU, anakuja hapa anatembea. Mtoto wa mami amini pia wewe shida zako zinaweza ondoka. Maombi ya mami
Nimesaidia hapa watu wamepata ndoa. Amini wewe mwenye una ndoa utapata nini? Ndoa. Amini wewe mwenye una kazi, mtoto wa mami, kazi inakuja, iko mbele yako. Haya ni mapito tu. Mungu wa mami anakutayarisha mbeleni. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Na ishara hizi zitaambatana na wale waaminio. Mami wakati alikuwa hapa, alikuwa anakuhubiria akikwambia ukiamini utapata shamba. Ni watu wangapi wapata shamba wakiwa na Yerusalemu? Inua mkono wako juu. Unapata shamba ukiwa Yerusalemu. Uliamini ukapata shamba. Hata wewe mwenye bado hujaamini, amini Mungu wa mami anatenda. Amini Mungu wa mami atakutendea. Jina la Yesu lipewe sifa. Ukiona mwenzako mmoja alikuja na shida ya shamba na akafanikiwa akapata shamba, mwingine akakuja hapa akiwa mgonjwa akapokea uponyaji, ni nini unangojea ingine? Hapa kuna neema ambayo imeachiliwa. Liite jina la Yesu naye atakusikia. Liite jina la Yesu naye atakuweka pale pazuri. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Na ishara hizi zitafuatana na wale waaminio. Unaona wewe ulipata shamba, ule akapata shamba. Hizo ishara zetu zote zinafanana. Miujiza zetu zote zinafanana. Ndio maana mami akakubalisha manguo zenye zinafanana na yeye. Hakutaka kutuvalia hapa yenye inakaa hivi. Mnazomangi anatembeaje? Hivi, si kweli? Mami alikuwa anavaa kama sisi. Alikuwa anakaa kama sisi. Hakuwa anajiinua. Ni kweli au si kweli? Kuna kitu moja nafikiri mtanikosoa kidogo. Nafikiri kuna mtu mmoja alikuja hapa akasema kuna nyota ilikuwa inakuja Yerusalemu, iko na miguu, iko na mikono, iko na macho. Hiyo hakuna Yerusalemu. Hiyo mlikuwa mnadanganywa ukweli. Na nitasema ukweli. Na nitasema maneno ya kweli. Na ulimwengu wote. Aliyetuma. Tutasema injili ya kweli. Nyota mami alikuwa akiomba ilikuwa inakuja, lakini hatukuwa tunaona mikono. Ni kweli au si kweli? Nyinyi wenye mnatuma hao mapastors wakuje hapa, wazidi kwa watuma. Nafasi bado iko. Mkitaka pastor advice mtakubali? Mtakubali washiriki? Wazee mtakubali? Kama mtakubali ni sawa. Jumzaira kwa tayari kukaa pale kwa gitaa acheze gitaa. Niko tayari kuendeleza injili ya Yerusalemu nikiwa pale hivyo watu wa mimi. Na nitasema maneno ya kweli. Na yote tutasimama kwa ukweli watu wa mimi. Hata wapinge, hata wakatae, hata mtumane. Ndio maana unaona Ufunuo wa Yohana 2 ilituambia nini? Wanajifanya hao kuwa ni Wayahudi. Wanajifanya kuwa hao ni wa Yerusalemu, lakini sio. Walienda pale kwa kaburi. Walifanya nini? Walianza kuokota mchana. Ni kweli au si kweli? Tuhubiri injili ya kweli au tuhubiri injili ya uongo? Sasa tunataka nini ingine? Injili ya mami iende mbele. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina ya Mungu wa mami, ukiita jina ya Mungu wa mami, mapepo inaondoka. Ukiita jina ya Mungu wa mami, kisirani inaondoka, magonjwa inaondoka, kifo inaondoka. Yesu toa. Kifo Yesu toa. Kisirani go. Uko na uwezo, umepewa nguvu na mamlaka. Ulimi wako ni kama kalamu mtoto wa mami. Chochote cha utasema ndicho ambacho kitafanyika kwako. Mathayo 18 mstari wa 18 inasema chochote cha utafunga hapa duniani hata mbinguni kimefanya nini? Kimefungwa. Ukisema hautakufa, hautafanya nini? Hautakufa. Wacha niwaambie. Hiyo Ufunuo wa Yohana 2 tulikuwa tunafunga kitu hapa. Tulikuwa tunafunga makaburi hapa Yerusalemu. Na tuliyafunga au tukuyafunga? Si makaburi tumemaliza hii mwezi bila makaburi. Tumemaliza bila kifo. Kifo Yesu toa. Kisirani Yesu toa. Magonjwa Yesu toa. Kisirani go. Lazima tutayafunga.
Ujitabirie mtoto wa mami, na ukuwe na imani ya kutosha. Hakuna kitu chochote kitafanyika kwako bila imani. Amini, amini na kuambia. Amini. Amini maombi ya Mungu wa mami. Shika ulicho nacho chenye ulipewa na Mungu wa mami. Hata wakinywa kitu cha kuficha hakitawadhuru kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema watashika nyoka. Nyoka yale ni shida. Nyoka ni shetani. Utamshika shetani. Wacha nikuambie, ama polisi wakisikia pale mlio wa risasi au wakisikia kuna vurugu mahali fulani, polisi haizi kaa tu pala kingojea. Lazima polisi atoke kwenye stesheni aende kule penye kuna majambazi kuwatafuta na kuleta amani. Na wewe Mkristo, mtoto wa mami, chenye Mungu amekupatia penye magonjwa hiko, tunaingia pale tukisema jina la Mungu wa mami, tukiitisha Roho Mtakatifu ili aweze kutupigania na magonjwa yaweze kuondoka, Israeli iweze kuondoka. Hivyo ndivyo ambavyo mtoto wa mami hautakaa tu kama umetulia. Lazima tuende kwa maombi. Vile polisi anaendea wale majambazi, hata wewe mtoto wa mami unaendea magonjwa, unaanza kukemea magonjwa, unaanza kukemea kisirani. Nataka uanze kukemea magonjwa kwa watoto wako. Nataka kukemea kisirani kwa watoto wako. Kemea kisirani kwa watoto wako. Kemea matanga kwa nyumba yako. Kemea matanga mtoto wa mimi. Kemea makaburi. Kemea makaburi. Yesu toa. Yesu toa. Mungu ametoa. Usikubali mtoto wa mami. Hata ukisikia kama ni kichwa inakuuma, vaa ile kofia ya Mungu wa mami. Na ukuwe na imani ile kwa ile maombi ya Mungu wa mami. Maanake bado iko na nguvu. Kuna neema imeachiliwa bado inafanya kazi. Mnaona ushuhuda inakuja hapa. Usikuwe mjinga mtoto wa mami. Wakati ushuhuda inakuja hapa, furahia. Hata pia mtoto wa mami utabarikiwa. Watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kuficha hakitawadhuru kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Utashika adui, utamtingiza vizuri. Utamweka wapi? Huko nje. Utashika magonjwa, haitakuingia. Utapewa sumu mtoto wa mami, lakini haitafanya nini? Haitakudhuru. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wametuendea kwa uganga. Kuna watu wameenda kuchinja makuku huko. Ati mtoto fulani akufe hapa Yerusalemu. Haitawezekana. Yerusalemu itaendelea. Kuna watu wametoa makafara mtoto wa mimi juu yako. Kuna wengine wamekukalia sasa hivi kundi ili shamba yako iende. Kuna wengine wanatamani ndoa yako ili iharibike. Kuna wengine wanatamani mtoto wa mimi ukufe ukiwa hali ya umaskini. Lakini kupitia maombi ya Yerusalemu, umaskini inaondoka, kisirani inaondoka, kifo inaondoka, maadili inaondoka. Hiyo yote tunashinda. Tutakunywa sumu lakini tutapona. Kwa maombi ya mami tutapona. Kwa maombi ya mami tutashinda. Hii mwaka tunamaliza tukiwa salama. Muite Yesu, naye atakuweka bali salama. Jifunze kuita Yesu. Yule mwanamke aliyekuwa kutoka Adamu
alikazana mpaka akashika nani? Pia jifunze mami kuita Yesu. Kulikuwa na kipofu, anasikia tu watu wanapita, akaanza kuita Yesu. Wewe muite Yesu, ita Mungu wa mami naye atakupigania. Ita Mungu wa mami atakuondoa kwenye minyororo. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Mungu wa mami inaweza shukia mtu yote hapa hivi. Wewe unaweza ekelea mkono wako juu ya mtu hapa leo hii, maana yake uko na neema ya Mungu wa mami na mtu akapona. Unajua hivyo kweli au hujui? Lazima ujue ukikuja hapa Yerusalemu kuwa serious. Wachana na mchezo. Wachana na Ambia mwenzako wachana na mchezo. Mwambie wacha mchezo. Mwambie wacha kaa kwa nyumba. Injili ya mami itakupita. Saa hizi mtoto wa mami, Yesu akikuja akupata huko hapa, utamwambia nini? Yesu atakuja kuchukua uteule. Wewe utatupata sisi tumeshajakuliwa, sisi enda. Utajipata ukipiga ngoma peke yako hapa. Utajipata ukipiga kigelegele peke yako hapa. Utaulizana, hawa wameenda wapi? Lakini sisi tumeenda mbinguni. Tunasherehekea na Mungu wa mami huko. Nitaruka ruka na malaika juu. Simama.
Bwana Yesu, ni haleluya. Ambia shetani akuache. Mwambie nataka kuchezea Mungu wa wami. Mimi naona mmejifunga tu hivi. Mmejifunga tu hivi. Chezea Mungu wa wami. Umemaliza hii mwezi. Shetani ni wacheni mchezee Yesu. Mimi nataka kuona Yesu. Haleluya. Matatu katia mwikuru Urakabani werera kumatatu katia mwikuru Urakabani werera kumatatu katia mwikuru Watu wa ngoma wanaweza kuja tu mbele peke yao. Watu wa ngoma. Moyoni naomba amani. Moyoni naomba amani.
na kaeni chini watoto wa mami. Mko wote watoto wa mami wa ngoma? Watoto wa mami wa ngoma, mko wote? Ndi pale kwa store akasema mpatiwe gunia moja. Simpigie watoto wa mami wa ngoma. Kawaida ya mami nikamwambia tuilete wapi? Hapa. Ndio tuwapatie kwa pamoja. Si ni kweli si alikuwa anafanya hivyo? So shawami mnaweza simama mkiwa hivyo, mchague gunia moja muweze kuibeba. Alafu mtagawania mali mtataka wachowami. Mkishindwa kubeba, mwache wamama wakuja wawasaidie. Simwache msaidiwe kidogo. Kuna wale wamama wale, kuna ule mama alikuwa na watoto 5. Ule mshawami, njoo. Mshawami, mke wako na tunaongelea. Akuje, na kuna wale wageni, kuna washawami wageni wenye wako na shida upande wa mama, nataka kupata upande wa mama. Simameni, usiogope. Kama una kitu kwa nyumba, simama. Najua ule mama wa sadaka ule anakaanga hapa, kula anaishi. Kwa nyinyi lazima mmoja wenu anajua kula anaishi. Si anakaanga upande huu wakati na gonjwa ule alisemekana na alikuwa anatapika asubuhi. Kuna mama mwingine alikuwa Mkisii, alikuwa anatembea na mafimbo hivi. Tukumbuke wenzetu wale hawana. Tusiwaache nje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asimameni watoto wa mami. Simameni. Usiogope mtoto wa mami, kuja. Njoo. Nani atachukulia mtoto wa mami? Utamchukulia. Na mkono nguvu kuja kubeba hii. Mkono nguvu. Nataka gunia moja, mchukue gunia moja. Nani ako na nguvu? Watoto wa mami wako na kama huna nguvu nita vijana wachukue. Chukueni moja. Alafu mtangojea ile gorogoro wakimalizia. Endeni kwa huko. Haya vijana wale wageni, simama watoto wa mami, simama mtoto wa mami. Wewe umekuja kwa mgeni, kwa nyumba hakuna kitu, simama mtoto wa mami. Simama mtoto wa mami. Mtoto wa mami simama. Nikumaliza na malizia. Mwingine? Mwenye ana kitu kwa nyumba kwa wazee asimame. Usiogope, hii ni baraka ya Mungu wa mami. Kumbuka mahindi mami alikupatia mwisho ilikuwa lini? Simama tu hapo mtoto wa mami. Kuna gunia nyingine moja iko hapo imetoka kwa shamba ya mami. Bado mnaweza gawana. Hata kama ni kilo moja, sitakuwa ni sawa? Si ni baraka ya Mungu wa mami umepata? Mgawane vizuri? Chukueni watoto wa mami. Watoto wa mama mmesimama. Mtabeba au wazee wabebe? Wazee mtawasaidia. Mwacha msaidiwe kidogo. Mtabeba? Haya, kujeni mbele. Mgawane kidogo kidogo. Pole pole tu na baraka ya Mungu wa mami. Sasa mtaenda msimamishe mahali, tumalize kuomba. Nipe ushindi Bwana Mungu wangu. Wamama tunangojea nyinyi. Nipe amani Bwana Mungu wangu. Haleluya. Haleluya.
Samaki zianze kukuja, si ndio? Baraka kimataifa ikuje, sio tutoami. Basi hapo tutawaelezea tutoami, hata pia samaki zianze kukuja. Na itakuwa hivyo. Wacha tuendelee na tumalize kwa haraka tutoami. Mstari wa 19. Basi Bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Baada Yesu kuambia maneno hayo yote, waamini na waokoke. Watu waamini kidogo. Waamini na waokoke. Yesu akapaa juu mbinguni. Akaenda kaa mkono wa kiume wa Baba Mungu. Hata mami ashatuachia hapa baraka. Ametuachia kanisa tuendeleze. Sasa ni sisi, mami akiwa kule juu mbinguni, anatuangalia. Tushike ile mfano wake. Upende mwenzako, muoneshe njia asipotee. Imani yako ikuwe ni ya kutosha, mtoto wa mami. Usilegee, mtoto wa mami. Nao wala wakatoka wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Nao wakatoka, wale wanafunzi waliokuwa wakihubiriwa na Yesu, waliokuwa kiambiwa, walitoka wakaanza kwenda kuhubiri. Si walitoka kaanza kwenda kuhubiri? Mami amepaa ameenda juu mbinguni. Sasa hizi inafaa tuhubiri au ifai tuhubiri? Mtoto wa mami atukunya. Ulikuwa unakaa pale na mami. Kila wakati ukiona Biblia, ni kweli au si kweli? Tungeshinda pale kwa mahubiri kila wakati. Polisi angekuja, wangefunguliwa kitabu. Naweza kuambia kitabu fulani chenye mami alikuwa anafungua cha polisi. Naweza kuambia kitabu fulani washirika wale walikuwa wamekosana hapa. Wakakuja pale juu. Nikaona vile mami alifanya. Na nikajua kumbe mami anataka nione kitu fulani. Naweza kusaidia mahali fulani. Usidharau mtu yoyote. Penda mwenzako vile unavyojipenda. Maana anaweza kuokoa mahali popote. So mami, wakati Yesu alihubiri, wakati aliambia wale wanafunzi wake, yeye alikuja baadaye akapaa akaenda. Mami yeye ametufunza neno, amekuacha kama umeokoka. Mbona urudi nyuma? Maana wale wanafunzi wa Yesu, Petero, wakati Yesu amepaa ameenda, Petero walianza kutembea. Kivuli cha Petero kilikuwa kinaweza kuponya watu waliokuwa wagonjwa. Inamaanisha hata sisi washoami tukiomba tukiamini, neema ya Mungu waamini inaweza rudi. Unaweza ukaombea mtu na akapona. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukajitabiria. Ukifika hapa Yerusalemu, unaweza ukakimbia iende na magonjwa ikaenda. Unaweza ukakimbia kisirani na kisirani ikakimbia. Amini nakuambia. Watu wa mimi tusikufe moyo. Injili ya mimi lazima iendelee mbele.